Karibu Tabora, karibu Toronto. Umpende Mungu kuliko nafsi yako. Je, unampenda Mungu kuliko nafsi yako? Hivi kweli mtu akija nyumbani mwako unaishi maisha ya namna gani? Siku hizi ukijenga hata nyumba kama ukuweka tiles watu hawapangi. Kama umejenga nyumba ukuweka tiles nyumbani mwako watu hawapangi. Eti wanakuambia kwamba swali la kwanza, nyumba ikoje? Ina tiles. Lakini makanisa mangapi tulio nayo ambayo hayana tiles? Thomas alimpenda Mungu kuliko vyote. Yule ambaye tunamuona kama ni mtu wa mashaka na mpaka imekuwa ni lugha, usio kama Tomaso bwana. Lakini Tomaso huyo alipomwamini Mungu, alipomwamini Bwana Yesu, alikubali afe kwa ajili ya Bwana Yesu. Mpende Mungu kuliko vyote na Mungu atakufanikisha katika yote. Unaweza kuona Tomaso mtu wa ajabu sana, mtu ambaye alisema siwezi kuamini bila kuona, lakini baada ya kuona aliamini kabisa, maisha yake yote akayaachilia huko, kuliko wengi wenu ambao unaweza kusema unaamini lakini katika utekelezaji imani yako haionekani. Lakini tunaambiwa pia kwamba Tomaso alipeleka injili mpaka India. Kwa hiyo makanisa ya India yamejengwa katika msingi wa mishonari huyu maarufu aliyeitwa Tomaso, ambaye wengine mnafikiri ni mtu wa mashaka, ni mtu asiyefaa. Alipeleka injili India na alifia India. Ukienda India watakuonyesha mahali ambapo alifia na kaburi lake lilipo, watakuonyesha. Lakini baadaye walifukua mabaki ya mwili wake wakayatoa India wakaenda kumzika Uturuki. Kwa hiyo kaburi lake la sasa lipo Uturuki. Jumapili hii kanisa la Mtakatifu Yohana parish ya Isevia manispaa ya Tabora, ibada inaongozwa na mchungaji kanoni Rogers Kashimba, lakini mhubiri katika ibada hii ni Askofu Daktari Elias Chakupewa, kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora. Somo la leo ni Yohana sura ya 20 ambayo inazungumzia habari za mchungaji mwema. Lakini ukisoma vifungu vile hutaona bayana neno lenyewe hilo mchungaji mwema. Utaliona katika vitendo vya mafundisho yale. Na ukianzia mstari wa 24 unaweza usielewe vizuri, kwa sababu kuna mambo yaliyotangulia kule nyuma kabla ya mstari ule. Na mambo yaliyotangulia kwa kweli ni taarifa za kufufuka kwa Bwana Yesu. Na taarifa hizi tayari zimeenea katika mji wa Yerusalemu na maeneo mengine. Na hata kuna wakati Bwana Yesu anakuja anajidhihirisha kwa wanafunzi wake, lakini Tomaso hakuwepo. Baadaye wanamwambia tumemwona Bwana. Tomaso anasema yule aliyewekwa msalabani nikiwa natazama kwa macho yangu, yule aliyesulubiwa, leo mnaniambia kwamba yuko hai, mmemwona kwa macho yenu, mimi sitaamini. Ila nitakapomuona hapo nitaamini. Sio kwamba sitaamini milele, lakini nikimwona hapo nitaamini. Ni Tomaso katika wanafunzi 12 aliyekiri ya kwamba Yesu ni Mungu, na hata hakuthubutu kuweka kidole chake wala mkono wake kama alivyodai, lakini alianguka akaabudu na akaamini, akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Tomaso ni mtu mzuri, na kusema ukweli wengi mmewazaa watoto mkaacha tu kuwaita wakina Tomaso, lakini wakina Tomaso. Kwa mfano kama wewe kuzaa mapacha, basi maana yake ulizaa Tomaso. Maana Tomaso ni pacha. Katika somo hili wamefafanua kabisa kwamba aitwaye Tomaso aitwaye pacha. Ile jina pacha ni tafasiri ya neno Tomaso. Naomba msikilize vizuri. Tomaso hakukataa kuamini. Alikataa kuamini bila kuona. Anachotaka Tomaso ni evidence. Tomaso anataka kupata uhakika wa kile alichoambiwa. Tomaso anataka kielelezo ili aweze kuwa na imani thabiti. Nisipoziona mikononi mwake kovu sitaamini. Usiamini kila kitu. Na mimi bahati mbaya nimesoma philosophy of doubt ya Descartes kiasi ambacho kwa kweli imeniharibu. Philosophy ya kutokuamini haraka ni kwamba hata hicho kiti ulichowekewa hapo, ukiambiwa karibu ukae, usikae tu bila kukitikisa. Kinaweza kuwa kina miguu mitatu, mmoja ulishavunjika. Na Tomaso anatufundisha ya kwamba kuna mafundisho mengine ambayo watu wameyaamini, lakini kusema kweli hayana vithibitisho, hayana evidence. Na kithibitisho namba moja ambacho unatakiwa kukijua kwa sasa, unapotaka kuamini jambo lolote ambalo unafundishwa kwamba ni neno la Mungu, ulithibitishe katika maandiko matakatifu. Biblia inasema nini juu ya jambo hilo? Kwa hiyo ni lazima uwe makini siku zote. Usipelekwe tu na upepo wewe ukaamini kitu chochote.
Kitu kingine ambacho labda wengi hamjui, Tomaso ni mmoja wa wamishonari maarufu sana duniani. Wale waliopeleka injili nje ya Israeli, Tomaso alikuwa namba moja. Tunaambiwa Tomaso alipeleka injili mpaka Irani, na leo ninapozungumza na ninyi, katika nchi za Kiarabu ni Irani ndio ambayo tuna diocese ya kanisa Anglikana Irani. Katika nchi za Mashariki ya Kati, tukiacha Yerusalemu, tukiacha Misri, tukiacha Cyprus, lakini katika nchi za Kiarabu kabisa ni Irani ndipo tuna diocese, na imekuwepo tangu mwaka 1800 na kitu huko. Lakini haya ni matokeo na matunda ya kazi ya injili yaliyofanywa na Tomaso. Lakini tunaambiwa pia kwamba Tomaso alipeleka injili mpaka India. Kwa hiyo makanisa ya India yamejengwa katika msingi wa mishonari huyu maarufu aliyeitwa Tomaso, ambaye wengine mnafikiri ni mtu wa mashaka, ni mtu asiyefaa. Alipeleka injili India na alifia India. Ukienda India watakuonyesha mahali ambapo alifia na kaburi lake lilipo, watakuonyesha. Lakini baadaye walifukua mabaki ya mwili wake, wakayatoa India, wakaenda kumzika Uturuki. Kwa hiyo kaburi lake la sasa lipo Uturuki. Unaweza kuona Tomaso mtu wa ajabu sana, mtu ambaye alisema siwezi kuamini bila kuona, lakini baada ya kuona aliamini kabisa. Maisha yake yote akayaachilia huko, kuliko wengi wenu ambao unaweza kusema unaamini, lakini katika utekelezaji imani yako haionekani. Imani yako haitapimwa katika maneno. Tomaso aliposema ninaamini, matendo yake yanadhihirisha juu ya imani yake. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Katika ibada hii, Askofu Daktari Elias Chakupewa anakabidhi cheti cha ushindi wa 3 kwa parishi hii kufuatia kufanya vizuri katika utoaji wa sadaka ya CCF kwa mwaka 2025, ambapo mshindi wa kwanza ni parishi ya Masumbwe ikifuatiwa na Ushirombo. Amekuja kushukuru Mungu pamoja nasi na kutukabidhi cheti cha ushindi wa 3 katika dayosisi yetu kwa upande wa CCF. Tunategemea kupiga mbio na kwenda hata kuwa mshindi wa kwanza kwa neema ya Mungu akitujalia huko mbeleni. Asante sana, na ibada ilikuwa nzuri, ilikuwa ya baraka, na tunamrudishia Mungu utukufu kwa sababu ya yote anayotutendea katika kanisa letu. Karibu Tabora, karibu Toronto.